Binadamu ni kiumbe mwenye sifa za kipekee ukilinganisha na viumbe wengine. Kibiolojia, binadamu yaani species Homo sapiens imekaribiana sana na wanyama jamii ya masoko kwa takriban 99% ya vinasaba vyao vinafanana. Utafiti wa muda mrefu juu ya wanyama aina ya tembo umebaini baadhi ya tabia ambazo wanyama hawa zinafanana na zile ambazo binadamu anazifanya katika maisha yake ya kila siku. Kuna aina mbili za tembo ambazo ni Loxodonta africana na Elephas maximus. Makala hii leo tutazungumzia juu ya tembo ambazo aina zao zinafanana na zile za binadamu. Hatua za ukuaji. Mtafiti Amelia Maya amebainisha hatua kuu 3 za ukuaji katika maisha ya tembo, ambazo hatua hiyo ni hatua ya utoto, kubale na ukomavu. Hatua ya utoto huanza toka tembo anapozaliwa hadi pale anapoacha kunyonyeshwa. Baada ya hapo tembo huingia hatua ya kubale, ambayo hutofautiana kutoka jamii moja na jamii nyingine na hata kati ya tembo moja na tembo mwingine ndani ya familia. Umri wao ukadiriwa kuanzia miaka 7 hadi miaka 17. Katika kipindi hiki tembo dume huondoka katika familia zao na kwenda kuishi katika makundi na tembo dume wenzake, yaani kwa Kiingereza tunasema bachelor group. Wakati huo tembo jike huendelea kubaki katika familia zao. Baada ya kubale, tembo huingia hatua ya ukomavu, ambapo tembo dume huanza kusaka mwenza katika familia ambazo hawana mahusiano. Katika kipindi hichi tembo huweza kupata mimba na kuzaa. Hatua hizi zimefanana na zile za binadamu, ikiwa ni pamoja na umri ambao tembo hutoka hatua moja na kuelekea hatua nyingine. Wastani wa umri wa tembo kuishi. Watafiti wa tembo wamebainisha kuwa katika mazingira asilimia ya tembo anakadiriwa kuishi miaka 60 mpaka miaka 70. Wapo tembo ambao wameishi hata zaidi ya miaka 80. Huko Kerala, India, tembo aitwaye Dakian mwezi Julai mwaka 2017 aliripotiwa kuwa ni miongoni mwa tembo mwenye umri mkubwa zaidi duniani, ambapo alikuwa na miaka 86. Kwa mujibu wa taarifa za Umoja wa Mataifa mwaka 2019, wastani wa umri wa binadamu kuishi ni miaka 72.6 ambao unafanana na ule wa tembo.